imekwenda chini sana katika uhuru wa vyombo vya habari. Tunaomba tathmini yako kuhusu hii ripoti, kama umeisoma na mawazo yako kwenye hii ripoti ya Kogi. Kwanza nikushukuru Marwa kwa mara nyingine tena, lakini nimepitia ripoti yote. Nimepitia nayo kwenye simu na nimeisoma yote. Labda nikutolee mfano tu. Rais ndio mkuu wa nchi na ndio amiri jeshi mkuu. Na huwezi kumtofautisha na Rais Trump wa Marekani. Marekani kuna vyombo vingi sana vya habari kuliko Tanzania. Lakini Trump, labda nikupe mfano tu, amepiga marufuku CNN kukanyaga Ikulu. Amnesty International wameandika, au Human Rights Watch wameandika hiyo, na ni wiki mbili zilizopita. Rais wa Marekani huwa na utaratibu wa kukutana na vyombo vya habari, lakini Trump anawaita waandishi wa habari ni matapeli. Yeye ndo maana taifa la Marekani ndo taifa kubwa, ndio taifa ambalo limeendelea kwenye media na kwenye maeneo yote, na hata mataasisi yako huko, maana moja iko Uingereza, moja iko Marekani. Sasa Trump anawaita waandishi wa habari matapeli na amewapiga CNN kukanyaga Ikulu. Kwa nini amefanya hivyo? Sasa hizi taasisi zinazotetea si uhuru wa vyombo vya habari, si demokrasia, na washauri wangekuwa wanaanza kuangalia kwanza mataifa ya nje yanafanya nini. Kwenye rekodi sisi ni watu ambao yani tuko mbali sana kulinganisha na nchi kama Marekani, kama China, kama Urusi, kama Azerbaijan, kama Afghanistan, Rwanda, Nigeria. Huwezi kulinganisha na sisi. Sisi waandishi wa habari wako huru sana. Swala la kuzungumza kwamba waandishi wa habari msijione mko huru haikumaanisha kwamba rais anachukia vyombo vya habari. Rais anapenda sana waandishi wa habari, na ndio maana alishauri waandishi wa habari wawe na utaratibu wa kupata stahiki zao pindi wanavyoretire, wanavyozeeka, umri unavyokwenda. Rais alishauri. Kwa hiyo Human Rights Watch na Amnesty International ni taasisi ambazo zinatumika kuangalia zaidi na kutoa maoni zaidi kwa nchi za Afrika. Ukiangalia, nimesoma nani yao ile kwamba Tanzania tumeporomoka mpaka kama sikosea 117 katika nchi 180 ngapi huko. Zile nchi ambazo ziko chini ya Tanzania zile sio nchi. Na nani anapima hivyo viwango? Ni nani? Kama wanaweza kupima viwango vya namna hiyo, maana Tanzania tuko vizuri sana kwenye uhuru wa habari. Wao wanazungumzia habari, najua wametaja watu mle, kwa mfano kina Kabendera, kina Gwanda Zoli, wamewataja mle. Lakini matatizo ya waandishi wa habari hayajaanzia Tanzania. Nimekutolea mfano Marekani, na nadhani taifa linaloongoza waandishi wa habari kuuawa ni Urusi duniani. Marekani nafikiri namba 2. Nafikiri wanafuata Uingereza. Yaani wale waandishi kunyimwa uhuru. Kwa sababu mimi nilivyosoma haya ripoti nikaingia kwenye rekodi za ni nchi gani naongoza kwenye kuua waandishi wa habari, kupoteza waandishi wa habari, kuwanyang'anya leseni waandishi wa habari. Marekani unapokwenda kuomba waandishi wa habari unapewa fomu, unajaza. Kwenye hiyo fomu imeandikwa utalifanyia nini taifa lako. Unajaza bali. Mimi naitwa Cyprian Musiba, namiliki magazeti fulani, namiliki aidha TV fulani, nitafanya 1 2 3 4 dhidi ya taifa langu la Tanzania. Siku ukienda nje ya hicho kiapo wanakunyang'anya leseni. Hiyo ni Marekani na nchi zilizoendelea. Maana yake wewe unataka kuhalalisha ukandamizwaji uliotajwa kwenye Amnesty International kwamba Tanzania haifanyi vibaya kwa sababu matukio haya pia nayo yanatokea Marekani. Na ndio maana mimi nitaka kwanza Amnesty International waanzie Marekani, waanzie Urusi ama Ulaya kwa ujumla, ama Asia kwa ujumla. Wangetaja China mle ndani, wangetaja Marekani, ningeona wa maana, wangetaja Urusi, ningeona wa maana, na nchi za Afrika nyingi tu ambazo waandishi wa habari wako hatarishi.
Tanzania ndio nchi pekee ambayo waandishi wa habari bado wana uhuru mkubwa sana. Kuna magazeti karibu 234 hapo kama sikosei. Online TV zinafika karibu 100 something. TV za kawaida zinakwenda kwenye 80 kitu. Kwenye kanda yetu ya Sadik sisi ndio tuna vyombo vingi na viko huru. Definition ya Amnesty International na Human Rights Watch wanaangalia ufikishaji wa taarifa. Hata Marekani huwezi kufikisha taarifa yoyote ile. Ndio maana Trump amewapiga marufuku CNN, chombo kikubwa kabisa duniani. Hivyo chukulia mfano, Mheshimiwa Rais Magufuli angepiga marufuku CNN Tanzania ama Sky News Tanzania, hivi dunia ingesemaje? Kama Mheshimiwa Rais Magufuli ndo angefanya hivi, ama Rais Kagame ama Museveni ama Kenyatta, dunia ingesemaje? Kwa hiyo haya mataasisi ya Human Rights Watch, sijui Amnesty International ni mataasisi ya kihuni. Yaani katika watu wahuni ni hawa. Na hizi taasisi Afrika zilikuja kwa malengo kuu kupotosha ukweli. Na wanapotoshaje ukweli kupitia takwimu. Na hizo takwimu ni za wapi? Wanatengeneza wao. Lakini matukio ya waandishi wa habari kuteswa, wengine kwa mfano wanapotea, wengine wanauawa, matukio yapo. Sasa ukisema kwamba wanakuja kupotosha ukweli, si kwenye utawala wa Magufuli. Wakati wa Mwalimu waandishi walipotea, waliuawa. Wakati wa Mwinyi waandishi walipotea, waliuawa. Wakati wa Mkapa waandishi walipotea, waliuawa. Wakati wa Kikwete waandishi walipotea, waliuawa. Tena hakuna mwandishi aliyeuawa kinyama kama Mwangosi, ambaye nilikuwa nafanya naye kazi wakati niko presenter wa TV. Ukiangalia mwili wa Mwangosi, kwanza huwezi kuangalia mara mbili namna alivyouawa. Hivi Mwangosi angeshambuliwa wakati wa utawala Magufuli, hivi hao Amnesty International wangesemaje na watetezi wa haki za binadamu? Kwa sababu mtu kama Azori Gwanda wanazungumza vitu ambavyo hawana uthibitisho. Ingawa wajibu wa serikali ni kulinda raia wake wakiwemo waandishi wa habari, lakini mimi naamini wanalindwa. Kupotea kwa Azori Gwanda, amepotea katika mazingira gani? Hilo ni swali ambalo kila mtu hajui. Wajibu wa serikali kutoa majibu. Na serikali inafanya uchunguzi wake. Yule mtoto aliyepotea Uingereza pale, Uingereza ni chombo nafikiri ni kati ya nchi ambazo kiusalama imepiga hatua kubwa sana Uingereza. Lakini kuna mtoto alitekwa, alipotea mwaka 1884. Nimsahau jina. Mpaka leo hawajapata uthibitisho. Na hiyo ni Uingereza. Wana vyombo mahiri sana vya usalama. Hawajampata hadi leo. Na hiyo ni Uingereza. Amnesty International wako pale. Human Rights Watch wako pale Uingereza. Mbona hawajasema huko? Wanakuja kusema Tanzania. Kwa hiyo swala la mazingira, mwandishi wa habari ni kama mwanajeshi. Yaani wewe hapo ulipo ni kama mwanajeshi. Mwanajeshi anapokwenda vitani ameapa kufa. Mwandishi wa habari, wewe kazi yako hiyo ni hatari kwa sababu unaripoti mambo ambayo wengine hawataki. Ndio maana mimi wewe, inawezekana watu wanakuona wewe ni mkorofi kwa sababu tu unatoka Mara, lakini mimi wewe siwezi kukuandalete hata mara moja. Uko kazini, unafanya kazi yako, una wajibu wa kuniuliza swali lolote lile, uliza. Na siwezi kuelewa vibaya. Na siku ukipata tatizo na kusaidia kama ninacho. Kwa hiyo swala la hizi taasisi ni za kiuni. Amnesty International ni taasisi ya kiuni kabisa. Trump anafukuza baadhi ya mataasisi Marekani, anayaondoa. Serikali ya awamu ya 5 haijafukuza taasisi hata moja. Lakini kuna baadhi ya taasisi wakiwemo hawa Human Rights Watch walikuwa walipi kodi, usajili wao kiisha hawarejisti upya. Sasa na wenyewe wana hasira, walikuwa wanatoa fedha kwa ajili kwa finance waandishi wa habari kuitukana serikali. Na walikaa kikao moja ya agenda waliokuwa nayo Amnesty International, Human Rights Watch ni kufinance waandishi wa ripoti negatively kuhusu utendaji wa Rais Magufuli. Sasa ni taasisi za kiuni. Mimi hawa anawaona wahuni sana. Na mimi ndio ningekuwa waziri wa mambo ya ndani. Kwa mfano, natoa mfano, ningewafukuza na ningewanyang'anya vibali wote. Amnesty International ningewafukuza, wale Human Rights Watch ningewafukuza.
na ningewanyang'anya vibali, kwa sababu Trump anafanya, Ulaya wanafanya, China wanafanya. Wanataka kuona Tanzania kisa ni sisi ni Waafrika weusi ndio sasa wanyonge, wanaweza kutufanya vyovyote tu. Mimi ngoja nikwambie bwana, ukimwi umetengenezwa na Marekani na ushahidi upo. Ukimwi, Amnesty International wamesema, Human Rights Watch wamesema, Ebola imetengenezwa na Marekani, Kongo. Mbona na walitaka kuileta Tanzania? Ni biashara ile. Dawa wanatengeneza wao, wewe unawapa hela. Wanaendelea kuwa matajiri, nyinyi mnakuwa maskini. Walitengeneza kisonono, hichi kisonono wametengenezwa wa Marekani. Mbona Amnesty International hawajasema? Mbona Human Rights Watch hawajasema? Unafanya test kwa mtu mweusi, unamfanyia test mtu mweusi, unamwambukiza kisonono, alafu kisonono kikatembea mpaka Afrika nzima. Wamefanya test ya ukimwi wao wa Marekani kwa ajenda ya kupunguza wa Marekani weusi na wa Afrika wote tusiongezeke, yaani tusizidi watu milioni 500. Ndio ilikuwa target yao. Kwa hiyo ili hao watu wasiongezeke, tufanye nini? Ni kuwachoma sindano, kuwapelekea ukimwi, kuwapelekea Ebola, kuwapelekea kisonono. Mbona Amnesty hawajasema wala kuhoji? Mbona Human Rights Watch hawajasema wala kuhoji? Rais wetu anajenga miradi mikubwa ambayo itapeleka uchumi wetu mbele, na hao wanajua kwamba Magufuli atavunja rekodi. Tanzania ilikuwa ni sehemu ya wapigaji, na wapigaji wenyewe 75% walikuwa ni wazungu, ndio walikuwa wanakuja kupiga hapa Tanzania. Rais huyu kaja ameziba mianya, lipa kodi, fanya biashara yako, wewe unatoka Ulaya, unatoka Tanzania, lipa kodi kwanza. Wamekasirika. Wazungu walitenga Kenya ndio hii endelee kiuchumi. Yaani sisi nchi zingine ambazo tuko karibu na Kenya, Wakenya wawe juu, si tuwe chini. Kwa sababu waliwekeza sana Kenya. Na ukiangalia umaskini, Kenya ni mkubwa sana. Yaani Kenya kuna matajiri sana, kuna maskini sana. Tanzania tulikuwa tumetengwa sisi iwe nchi ya amani hivi hivi, lakini tusipige hatua. Yaani watu waendelee kuichezea nchi yetu, wakae, na walikuwa ni wazungu. Wao natoka Mara, kuna magodi mengi sana kule kwetu. Angalia migodi ile ya Msoma vijijini au migodi ile ya jimbo la Heche pale. Watu walikuwa wanakufa kwa sumu wakati wa tawala zilizopita za Tanzania. Wale ni raia kutoka Mara, wanababuka. Hawakuwahi kupewa chochote. Katika moja ya vitu ambavyo vilinikera sana, mimi ni mzaliwa wa Mara, alafu unaona mkoa wa Mara kuna watu wanaungua kwa sumu, alafu serikali inacheza cheza tu. Wajibu wa serikali ni kudefend raia wake kwa kila kitu. Sasa Mheshimiwa Rais Magufuli alichofanya, wale waliowaua watu wa Mara, wale waliokuwa wanachimba madini wale, tulivyo mikataba, tuangalie utaratibu, ndio wanampiga vita. Kwa hiyo wananchi wa Mara na Watanzania wote wana wajibu wa kumsaidia huyu rais. Watu wameteseka kwenye madini. Amnesty International, Human Rights Watch hawajasema kwamba kule Tarime kuna watu wamekufa, hawakulipwa chochote, kuna maji machafu, hawajasema. Ukienda kwetu kule Msoma vijijini, kwenda Bunda kuna madini, wameacha mashimo. Wananchi wanaendelea kulala kwenye nyumba za tembe, hakuna chochote. Kwa hiyo haya mataasisi ya nje yangekuwa kwanza yanaangalia utu na ubinadamu. Sio kwa sababu wao ni Waingereza, wao ni Wamarekani, wana kazi ya kukandamiza nchi za Afrika, nchi za kwao hawazisemi. Hayo madini ya Tarime, kuna mwandishi yuko hapa kwangu alienda, ndio waandishi wa uchunguzi wenye vitambulisho vya uchunguzi, alikwenda mpaka Tarime kwenye yale machimbo. Alipiga picha. Tuendelea. Ndugu Msiba, hapo tukiendelea kwenye swala la uhuru wa vyombo vya habari vya Tanzania, baada ya wewe kwa gazeti lako limekuja kwa kasi sana, kutokana na habari unazoziandika, kuna watu wanalalamika kwamba vyombo vya habari vinavyoandika masuala positive kwa serikali wenyewe, hata kama vikienda nje ya maadili ya uandishi, havichukuliwi hatua yote ile. Na wiki iliyopita kuna kiongozi mmoja alilalamika baada ya kuona
wewe umechukua picha ya Maalim Seif na Zitto Kabwe umeweka mbele ya front page ya gazeti lako, akasema kwamba hii ni chuki ambayo serikali inakuwa inailea, kwa sababu inaonekana kwamba vyombo vya habari ambavyo ni vinaandika vinakuwa vinatoa challenge kwa serikali, vinaonekana wenyewe vinachukuliwa hatua mapema, lakini vyombo vya habari ambavyo vina havikosoi serikali vyenyewe viko ruksa kufanya jambo lolote lile. Hili jambo unalichukuliaje wewe? Kwanza labda nikwambie, kwa mujibu wa sheria mpya ya vyombo vya habari, mimi sihusiki na magazeti. Si kwa nini watu hawanielewi? Mimi sio mwandishi. Nowadays mimi sio mwandishi. I'm not a journalist. Mimi ni owner wa media. Sasa tofautisha mmiliki na mwandishi. Sheria ile inamtazama zaidi mwandishi na gazeti lenyewe. Umeelewa? Sasa na sheria ile imetubana wamiliki wa vyombo vya habari kutowaingilia wahariri wa habari. Sasa mtu anapoona kuna tatizo, kwa nini wanapenda kunilaumu mimi moja kwa moja? Mimi ni mmiliki. Kama nadhani Zitto Kabwe ama Maalim Seif anaona kuna tatizo, wajibu wake ni kunipigia simu kwa nidhamu na kwa heshima kwamba chombo chako kimefanya 1 2 3. Mimi kama binadamu naweza nikasema yes, this is not right. Nitawapigia, nitawaambia acheni bana mambo hayo. Umeelewa? Sasa mara nyingi sana magazeti yangu mimi yakiandika negative dhidi ya viongozi wa upinzani, kama ambavyo baadhi ya magazeti kama Tanzania Daima, Mwana Halisi walikuwa wanaandika negative na uongo 100% dhidi ya serikali, walikuwa walalamiki. Yaani ukimtukana Mheshimiwa Rais ni sawa, ukimtetea Mheshimiwa Rais si sawa. Ukimwandika vibaya Zitto Kabwe na Maalim Seif na Mbowe ni vibaya, ukimwandika vibaya Mheshimiwa Rais ni sawa. Kwangu mimi hiyo haipo na haijazaliwa na wala haitozaliwa. I'm here to defend my president only 100%. My president, na hakuna atakayenibadilisha. Ndivyo humu. Kwamba vyovyote vile hata kama utamuumiza mtu mwingine, lakini wewe unamtetea rais ni sawa kwa mujibu wa sheria. Only president. Hakuna mtu mwingine. Na mimi naamini hakuna sheria ya kusema kwamba rais atukanwe ni sawa, wapinzani wakitukanwa ni kosa. Kuna sheria hiyo? Hakuna kitu ambacho kilinikera sana. Labda na mimi nitoe dukuduku langu, sababu uvumi wa Mheshimiwa Rais kufariki, naomba niseme ilinikera sana, kwa sababu mimi niliarisha, labda niwaambie Watanzania tu kwa faida yao, niliarisha siku 2, kwa sababu pamoja na kwamba nilikuwa nawasiliana na watu wanasema huyu mtu yuko salama, nilijikuta mimi naenda chooni tu, utumbo unacheza. Lakini kwenye simu yangu hiyo nayo ambayo iko hapo, hiyo unayoichaji, kulikuwa na message 500 wananiuliza mimi kutoka nje na ndani, Tanzania kuna nini? Wananiuliza mimi ambaye na mimi niko taabani kitandani kwa sababu sielewe hali ya mzee ikoje. Umeelewa? Ilinikera sana. Nadhani ningekuwa na nafasi serikalini, sijui nini kingetokea. Kwa sababu naamini Watanzania wengi hawakupenda. Na aliyeanzisha huo mjadala ni Zitto Kabwe. Nina ushahidi mimi, ni Zitto Kabwe. Aliposti. Na kwa sababu Zitto Kabwe alipata taarifa za uongo, kwa hiyo akamposti Mama Samia pale anapita na kagua gwaride kwamba taarifa alizonazo mzee is no more. It was Zitto Kabwe. Alivyostukia akaiondoa ile. Chapu akaiondoa. Wakati anaiondoa akasahau kwamba kumbe the same time, kwa sababu Kigogo nili account ambayo inatumiwa na watu wengi, huyo mtu wake mwingine akajisahau. Kwa hiyo kinasoma kwa Zitto na kwa Kigogo kinasoma kitu hiki. Ningemkamata Zitto mpaka leo asingetoka ndani. Serikali imemwacha yuko gani? Sina hakika ni serikali ya aina gani, sina hakika. Nimesema mimi ningekuwa mimi ndiye ninatoa maamuzi ya kisera na kisheria, ningemkamata Zitto, mngemsahau kabisa. Yaani wewe ungezeeka Marwa, usingemuona Zitto katika maisha yako.
ningekuwa mimi. Serikali hiyo imeshindwa nini kumkamata Zitto? Sijui. Unajua rais anateua watu. Na rais hawezi kumwelekeza kila mtu kakafanya hivi kafanya, hawezi. Ndio maana urais ni taasisi. Kuna mawaziri, kuna makatibu, kuna vyombo, kuna nani, kuna nani. Umeelewa? Sasa kila mtu ana huruka yake. Mimi nasema kama mimi, huruka yangu mimi kutoka Mara, Zitto Kabwe mngemsahau. Kwa sababu nilikuwa na ushahidi upo. Ushahidi ule upo. Unashindwa nini kuchukua ushahidi ukaweka vyombo husika vikashughulikia? Sina sababu. Sasa kama mtu anaweza akamkamata mtu anauza nyanya, ndo anamkamata anamwacha jitu ambalo ovyo kabisa. Yaani tunayo matatizo. Yaani unaweza ukakuta mimi nikaja kukamata wewe kisa unaniuliza hili swali, nikaacha kukamata jitu ambalo limeibia nchi hii miaka 100. Sasa wakati mwingine this is waste. Yaani kuna watu special wa kukamatwa kwamba Zitto hawezi kukamatwa. Zitto yeye nani? Yaani kuna watu special wa kukamatwa na kuwekwa mahabusu. Kwanza mimi ningekuwa hata kiongozi siku moja, mimi kuna watu mle wamekaa kama gerezani mle, ningewatoa tu, hawana makesi, wamebambikiwa tu makesi, ningetoa tu. Ningemuomba rais nikamwambia toa hao hawana maana. Waje wafanye kazi za uraiani waongeze nani? Tuna kasumba ya kudhani watu wadogo ndio wenye makosa, wakubwa hawana makosa. Hayo ni kasumba mbaya sana. Yaani watu wa kawaida ndio wenye haki ya kukaa gerezani. Alafu viongozi hawana haki ya kukaa gerezani. Kwa nini? Yule mtu mdogo ana tatizo gani? Ana athari gani kwa nchi? Anaenda kukaa mahabusu pale na hana ndugu, kisa kaiba njiwa na kuku. Anakaa mahabusu mwaka. Alafu namwacha mtu ambaye kaleta tension kwenye taifa. Watu wanaugua, watu wameshindwa kula, watu wanatemeka, unamwacha tu. Haiwezekani. Yaani narudia tena, ningekuwa mimi ndiye mwenye mamlaka, ndugu yangu Marwa, ungemsahau Zitto Kabwe kabisa. Yaani usingemsikia katika maisha yako yote kuna kiumba anaitwa Zitto Kabwe. Unadhani Zitto anatoa wapi hizi habari? Inawezekana kuna watu sio waaminifu wako serikalini wanampa. Inawezekana. I'm not sure. Zitto ni mwanasiasa. Zitto ana hela. Labda anahonga watu wampe taarifa. Maana anaweza kutumia milioni 10 kila mwezi au milioni 3, 2, 4 kumpa mtu tu ambaye sio mwaminifu ndani ya serikali, akawa anamfeed taarifa za uongo, za kweli, anamfeed tu. Sasa kama ile taarifa ilikuwa ni ya uongo 100% kuhusu Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo mimi niliumia kwa sababu mimi ni mtu mzima na miaka 40 sasa na watoto 5, baba wa watoto 5. Umeelewa? Kama mimi nilialisha mpaka asubuhi na alisha tu. Watoto wangu walikuwa na hali gani au mke wangu? Kisa Zitto Kabwe. Kwa sababu rais anapovumishiwa jambo nchi inayumba. Yaani hata uchumi unayumba. Umeelewa? Na inaweza kuwa mbinu ya kushusha uchumi wa nchi. Labda nikwambie athari zake ndio unielewe kwamba anamaanisha nini. Unapomvumishia rais jambo hilo baya, unashusha hata uchumi unasheki. Umeelewa? Wananchi wanaweza wakaogopa kutoka eneo B A kwenda B, wanaogopa. Sasa kama rais wetu yuko hivi inakuwaje? Umeelewa? Kwa hiyo watu wa hivi unawaoneaje huruma? Kwa nini ulimhusisha Habibu Mchange kwenye mchakato hii? Sijawahi mimi kwanza simjui Habibu Mchange. Habibu Mchange ndo nani? Merushiana maneno kwenye mitandao mpaka Habibu akasema ilifikia wakati wewe unaenda kumuomba msaada. Habibu Mchange yule mwanasheria, miliki wa jambo la habari. Simjui, kwanza sijawahi kumjua. Lakini mimi taarifa nilizonazo juu ya Habibu kwamba ni rafiki yake Zitto sana. Ndio nilizonazo. Nakumbuka Habibu alikuwa Chadema kama sikosei. Miaka mingi Chadema ndio imemlea na kumfikisha hapo. Baada ya Chadema, lakini Habibu pia Zitto kumbuka alikuwa Chadema. Yaani huo ndio uwezo unaomjua huyo mtu. Kwa sababu na mimi nilikuwemo humu kwenye chama hili kijani na njano. Na kumbukumbu nilizonazo mimi ni kwamba huyo Mchange alikuwa ni Chadema sana tangu akiwa chuo kikuu. Na hata huko alikuwa amewekwa na Zitto nafikiri na Chadema hao wakati wa vuvula vyuo vikuu.
Mchange na Zitto ni marafiki wa kufa na kuzikana. Ni marafiki kabisa. Kama ulivyo wewe Marwa na Zitto ni marafiki sana. Lakini siwezi mimi nikakuchukia wewe kisa ni rafiki wa Zitto. Wa Tanzania tunayo haki ya msingi ya kuwa na rafiki na mtu yoyote, kabila lolote na dini yoyote. Umeelewa? Kwa hiyo Mchange akaama na Zitto. Umeelewa? Mimi ninachojua ni kwamba Mchange ni mpinzani sana. Ndio nalolijua tu. Kwamba ni mpinzani na ni rafiki. Na Mchange hawezi kumsaliti Zitto hata mpaka dunia inaisha. Yawezekana pengine akatumia magazeti na nini kumtukana na nini. This was a mission. If you don't compete with the, join them. Inawezekana Zitto labda ndo kamtuma kwamba wewe jishushe, mimi niwe tukana sana mimi. Wewe leo unasema humjui Mchange, lakini wakati Mchange anakujibu baada ya zile tweet kuonekana ni za kwako, umemtuhumu Mchange kwamba kushirikiana na Bernard Membe. Alisema kabisa wewe umekwenda ofisini kwake kumuomba msaada namna gani ya kuendesha. Kwani Mchange ana ofisi? Namna gani kuendesha gazeti? Leo unasema umfahamu Mchange ana ofisi? Mlikutana wapi mpaka unamwambia kwamba? Sijawahi kukutana na Mchange katika maisha yangu. Zitto nimekutana naye kwenye misiba. Na juzi tu hapo Mnazi Mmoja nimekutana na Zitto. Na wakati mwingine nakumbuka nilikutana na Zitto Morena Hotel pale, yuko na mke wake anatoka, mke wake akawa anamtania pale. Umeelewa eh? Yaani mimi sina tatizo na Zitto, lakini nina tatizo na uongo wake. Simjui Mchange. Namjua Mchange kama alikuwa Chadema then ACT Wazalendo. Sasa hivi sijui yuko kwenye chama gani, sijui. Lakini mimi nilikuwa najua hivyo wakati mimi niko kule, kwa sababu nilikuwa of course mimi nilikuwa chipukizi, baadaye UVCM na nikagombea, nikawa napigwa pigwa pia. Kwa hiyo zile tweet hazikuwa za kwako za kumshambulia Mchange. Twitter gani? Maana naona unanipeleka kwa vitu ambavyo havipo. Yaani sikuelewi. Unajua mimi pia unaweza kukuta kuna Twitter yangu huko zaidi ya 30. Umeelewa? Kwani unafikiri Trump anaendesha zile Twitter zake zile? Kukiwa na watu tu ambao wanaendesha, na kumbuka mimi kuna watu wengi sana wamefoji majina yangu na picha yangu wanatukana viongozi. Nimetoa mpaka kwenye magazeti na kanusha. Wakati mwingine wanatumia jina langu na kila kitu changu, wanaposti picha za ngono kwenye mitandao kupitia sura yangu na majina yangu. Lakini mimi nakwambia huyo Mchange mimi ninavyomjua ni rafiki wa Zitto tangu Chadema up to ACT. Sasa hivi sijui yuko chama gani. Sio kwamba unatafuta namna gani ya kumuonyesha Mchange anatumwa na Mchange asiaminike na serikali, kwa sababu kwani Mchange ni mtu wa serikali? Kwa sababu amekuwa akiandika positive, amekuwa akiandika mimi nashukuru sana kwamba kumbe Mchange ni mtu wa serikali. Kwa sijui kama Mchange ni mtu wa serikali maana yake kwa nani yako vyombo vyake vya habari vimekuwa vikiandika mema ya serikali. Wewe ulipokuja unapotaka kumnasibisha na Zitto, kwani Mchange sio rafiki wa Zitto? Sasa ngoja mimi nikuulize. Sema na kama ukisema uongo Mungu akulaani. Mchange na Zitto sio marafiki? Mimi sijui. Kabisa hujui kwamba Mchange na Zitto sio marafiki? Wewe na Zitto sio marafiki? Ngoja nicheke bwana. Hili jambo msiba si. Kwanza kitu ambacho mimi nakuomba, sikiliza. Kitu ambacho wakati haijawa Swahili, ilikuwa ya Kiingereza hiyo. Wakapost zile video wakazipeleka zikatolewa BBC. BBC walitupa, hawakuzitoa hewani. Kwa sababu wanaohusika ni makampuni yao. You get it? The situation hiyo. Sijawahi kumuona Mchange face to face. Zitto nimemuona mara mbili face to face, na kwenye bunge sana nimemuona Zitto mara nyingi. Mimi taarifa nilionayo nilikuwa najua yule Mchange akiwa vyuo vikuu alikuwa Chadema na alikuwa mtu alikuwa analetea shida sana CCM. Chadema akagombea Kibaha kushinda, akashinda huyo jamaa ambaye yupo CCM. Lakini unawezaje kumtofautisha Mchange na Zitto? Zitto kamsaidia sana Mchange. Nazungumzia anavyowajua wakiwa upinzani. Ila kuanzia hapo kwenye upinzani mpaka leo sijui. Ndio unavyomjua huyo. Sasa Mchange anaposema mimi ananifahamu kwa mujibu wako wewe, sijui. Ananifahamu labda kwa kuona kwenye TV au ananifahamuje? Sasa sijawahi kuonana naye. Na simjui, mimi namjua kama opposition.
Ndio nikakuuliza kama Mchange ni mtu wa serikali, kama kwa maelezo yako. Nilikuwa sijui kama yeye ni mtu wa serikali. Lakini kama ni mtu wa serikali, Mungu amsaidie na mbariki. Lakini mimi sijawahi kumuona na wala simjui kabisa. Kwani hao watu wanaenda kwenye mitandaoni wanasema huyu bwana tumeenda mpaka kwao na Cyprian bwana. Tunamjua Cyprian bwana. Sijui anatoka wapi. Umeelewa? Hakuna hata mtu anayenijua. Mimi ni mstaafu wa serikali unajua. Na sikustaafu kwa kufukuzwa, lakini mtu anasema alifukuzwa huyo. Alifukuzwa. Sijui alikuwa ni msenge. Mtu anasema hivi. Sasa hao mimi nitawajibuje? Si ni maoni yao. Mimi nimestaafu vizuri. Nimelipwa hela yangu vizuri, tena kwa kuomba mwenyewe. Kwamba nimefikisha umri huu, nina miaka hii kazini, naomba nijitegemee, nifanye kazi mwenyewe. Na ndio maana nina cheti cha serikali ambacho kinaniruhusu kutibiwa na serikali hii. Umeelewa? Sasa mtu asiyenijua anasema tu huyu namjua bana. Sijui aliwahi kuozeshwa na Membe. Mimi nimewahi kuozeshwa na Membe mimi? Ndio ujue kwamba anatunga. Maana pia nililetewa, kuna mtu aliniletea hayo manani yake. Eti Membe ndio aliniozesha. Mimi? Kwa hiyo unaona asivyo nijua. Ukua timu Membe wewe kwenye uchaguzi. Sijawahi. Nilikuwa na Makongoro Nyerere. Umeelewa? Na Membe sijawahi atokanyaga kwake na simjui. Yaani mimi ndio nilikuwa afisa habari wa mtu anaitwa Charles Makongoro Nyerere. Kuelekea 2015. Tumekaa na Makongoro miaka zaidi ya 5. Mimi somehow nilikuwa nahusika kwa mwalimu pale. Umeelewa? Hata John alivyokufa mimi ndio nilikuwa kama MC pale. Hasa mimi naona huyu, nafikiri Mchanga alikaa na Zito akasema ukisema hivi labda nadhani akisema hivi serikali mimi itanichukia. Kwamba tumchonganishe kwamba yeye alikuwa timu Membe. Hivi kwanza watu wa Membe walicheka sana. Yaani msiba wetu timu Membe. Si dunia hii itaungua. Kwa sababu mimi nimeanza kumpinga Membe na Lowassa nikiwa sina chochote. Na mimi ndio pekee, kama una kumbukumbu, niliwahi kuitisha press conference na mpinga Lowassa, na mpinga Rostam, na mpinga Membe. Nilikuwa mimi na Mwananchi wakanipa coverage kabisa, front page. Nikamwambia Kikwete, fukuza Membe, fukuza Lowassa, fukuza Rostam kwenye gazeti, na niliongea. Sasa huyu nimeona ameniletea anasema eti mimi nilikuwa timu Membe. Kwanza Membe mwenyewe huko alikokuwa tumbo lilimbana, nafikiri alivyosikia mimi nilikuwa timu yake. Yaani lazima alijisikia kualisha. Siwezi kuwa mimi timu Membe mpaka dunia inaisha. Siwezi. Mimi Mzee Jakaya, labda nikusaidie kitu. Akiwa rais alinichangia milioni 4. Lakini yule mwandishi aliyekuja wa Shigongo akaibuka na story kwamba msiba waozeshwa na Kikwete. Umeelewa? Mheshimiwa Rais mstaafu, yule jamaa ana roho nzuri sana. Alinichangia milioni 4 na nilienda kuchukua kwa Mama Salma Kikwete ofisini kwake Wama. Kuna mtu alinichangia milioni 10. Kuna mtu alinichangia milioni 6. Kuna mtu alinichangia milioni 5. Lakini yule mwandishi kwa sababu aliona tu kadi ya Mheshimiwa Rais amesaini. Kwa sababu unajua wakati mwingine ndio maana kwambia mimi jitu inayokurupuka hii hainijui. Mimi kama rais amesaini kadi ya Cyprian Msiba, rais wa nchi na mkeo. Mimi ni mtu mdogo, nilikuwa wewe. Si lazima nitafakari. Ni watu wangapi wanao rais anasaini kadi yao? Na ndio mimi nawaambia watu ni wajinga. Mimi siwezi yani wajibu wa kuheshimu viongozi wetu wastaafu sio ombi, ni lazima. Yaani mimi siwezi kumdhalilisha Mkapa, Mwinyi na Kikwete, siwezi. Yaani haipo. Umeelewa? Sasa watu kama wakati na wasema wale wazee, watu walikuwa wanajaribu kunivisha. Yaani kwa sababu nimemsema Kinana, Makamba na nini, kwa hiyo wanajaribu kuoanisha marais wastaafu na hawa ili nionekane kwamba na wale nao nimewasema vibaya. Lakini mtu mwenye akili anajua kwamba hiyo ni akili, ndio siasa na ndio propaganda hiyo, na lazima ujue namna ya kupambana nayo. Lakini mimi Mchange hanijui kabisa. Membe hanijui kabisa. Na kama Membe ananijua, Mungu anishushie ile gorofa linifunike nife. Katika majibu yake alisema kuwahi kumkubali Rais Magufuli kabisa.
Ndio maana nilikwambia ni mjinga, kwa sababu mimi nilikuwa na simu ya Makongoro, ndio nilikuwa natembea nao, ndio nilikuwa afisa habari wake. Na katika viongozi wa CCM sisi watu ambao tulikuwa tunaunga mkono alikuwa ni Magufuli, alikuwa ni Makongoro Nyerere, mimi binafsi na mzee Kitine. Walikuwa watu watatu. Kitine waliochukua fomu, Makongoro na Magufuli. Na mimi huyo jamaa alivyo mjinga na mpuuzi sana. Niliwahi kipindi Mheshimiwa Magufuli huyu rais akiwa waziri, ndio mimi peke yangu niliyokwenda kufanya coverage ya kipindi cha Magufuli na masamaki yale. Nakumbuka nilitoa kipindi kile kiliruka wiki 2. Yeye kama nakumbukumbu, nilikwenda pale wizarani, wizara ya mifugo pale, ile barabara Mandela ile Nyerere Road. Nikampelekea CD sio kama anaye. Wakati amekamata masamaki. Halafu nisimuunge mkono rais huyo mimi. Kwa nini unadhani Mchanga anakusingizia? Si ni kikao alikaa na Zito? Yaani Mchanga alikaa na Membe na Zito. Wakasema kwamba kipindi tu cha ile nilivyoitisha press yangu mimi, unakumbuka ulikuwepo. Ile press ilimtuhumu Zito pase. Walichofanya wao ni kumuita Mchanga, alikaa Mchange pale Masaki nyumbani kwa Membe. Na nimesahau tu picha, na picha ninazo. Alikuwa Mchange, Membe, Zito. Walichokubaliana ni kwamba Mchanga atoke, aniseme kwamba mimi niko upande wa Membe, si nilikuwa namchukia Magufuli. This is the tactics of politics. Yaani wanadhani wakisema hivyo serikali itanichukia. Ndio mbinu ya Zito iliyobaki na Membe na Mchange. Hiyo tu. Kwamba mimi namchukia rais. Kwa hiyo hao watu wana ushirika. Ni washirika kabisa, wana ushirika. Sababu hata chama cha ACT kumbuka Membe ndo alikianzisha kwa hela nyingi tu. Na Membe wakati anapiga domo anafikiria kwenda Chadema, akawaza chama chake kitakuwaje. Umeelewa? Kwa hiyo mimi sina ubaya na mtu yoyote. Mimi Rais Magufuli bwana, ngoja nikwambie, Rais Magufuli mimi ni kama kaka, ni kama baba kwangu mimi. Ndio maana nilivyosikia kwamba ana Zito wakati amepublish ule upumbavu. Umeelewa? Nilisikitika sana kwa sababu sikuamini kwamba huyu jamaa anaweza kupublish vitu vya kijinga hivi. Na ndio maana nilivyoona nikawa siamini mtu, nikaanza kwenda kualisha tu. Nikawa naalisha tu. Kwa sababu Magufuli namchukulia kama baba, kama brother. Umeelewa eh? Na Watanzania wengi hawajui why. Wanadhani kwamba labda mimi najipendekeza kwa sababu ni rais. Na huwa sipendi kusema ni kwa nini. Ngoja waendelee kuamini hivyo hivyo. Kwa mimi najipendekeza na nani? Kuamini hivyo hivyo. Lakini mimi na miaka 40 sasa hivi. Na akili timamu sana. Hawajui. Ndio maana nimekuibia siri tu kwamba mimi ni mstaafu kabisa wa serikali na nikiumwa naweza nikatibiwa na serikali. Sasa Mchange alifikiri mimi ni kama yeye. Mimi nimelelewa na serikali hii. Nimekuzwa na serikali hii, nimeajiriwa na serikali hii, nimefanya kazi chini ya serikali hii na naiheshimu serikali hii na yenyewe naiheshimu. Sio kwamba mnagombana kwa ajili ya kwamba nani mimi sigombani na alafu ngoja mimi nikwambie. Kwani unasema mimi nagombana naye? Yaani unapenda kusema mimi nagombana unazofanya. Kazi gani? Za kuitetea serikali. Mimi kwani mimi naitetea serikali na mtetea rais? Kwanza tofautisha, mimi namtetea Rais Magufuli. Mimi the old man ambaye mimi na deal naye ni rais tu. Uitetea serikali. Sijui, mimi natetea rais ndo namba 1. Na ya pili nchi yangu. Yaani rais huwezi kumtenganisha na Tanzania. Kwa hiyo mimi naitetea Tanzania na Magufuli. Magufuli ndio Tanzania. Yes. Hayo mambo mengine achana nayo tu. Yaani watu wengine, ngoja nikwambie mdogo wangu. Kuna watu wanapenda sifa tu kwamba anamjua msiba. Mimi nakuhakikishia hakuna mtu anayenijua isipokuwa serikali inanijua. Yaani mimi serikali inanijua kabisa A to Z. Lakini hao wengine hawa ni waongo tu, yaani hamna hata mmoja anayenijua. Kwa hilo limeisha bwana. Twende kwenye jimboni. Ndio swala mwisho la jimboni. Msiba bwana, unarekodi? Haya ndio madini yenyewe. Siku za hivi karibuni msiba umekuwa ukionekana jimboni, tuseme kila baada ya mwezi au kwa mwezi mara mbili. Na kesho kutwa ninaenda. Na unasema unakwenda jimboni. Na kuna gazeti nadhani limeripoti hapa kwamba Kangi Lugola anaaga. Na yenyewe ndio kakutuma uje uniulize hivi. Nani? Kange. Maana inawezekana amekutuma pia. Au zite. Si mimi najua umoja wenu.
Kwa sababu mimi najua Marwa uko na Zito, yaani wote hao ni timu moja. Kwa hiyo hivi unajua Kange na Zito ni marafiki sana. Sasa kwenye from PAC up to ni marafiki na Zito hawezi kukamatwa na Kange, haipo. Sawa. Hiyo haipo. Ni marafiki tangu PAC. Bwana, ngoja niulize swali langu. Uliza. Watu wanaanza kutafasiri sasa kwamba hisi ni msiba anapiga jelamba kulinyemelea jimbo la Mwibara analoliongoza Mheshimiwa Kange, kwa sababu tumeona ukifika kijijini of course unapata ushawishi, watu wamekubali, umejenga madarasa kule, umesaidia watu, na juzi nimekuona umechimba visima, na juzi nimekuona mpaka unafanya interview mpaka unatoa machozi. Unadhani kwamba umeiva sasa kuwatumikia wananchi wa Mwibara au? Mimi siwezi kujitathmini, wanaonitathmini ni watu, sio mimi mwenyewe. Yaani unapokuwa kiongozi afu unajiona wewe ndo yaani wewe unajipa mwenyewe max, basi wewe ufai. Yaani wananchi ndio wanaokutathmini. Umeelewa? Mimi labda nipigie siri moja. Kuna mtoto namsomesha yuko Masasi. Huyo anatoka Mwibara. Kuna mtoto ni Mkulia, babaka na ng'ombe 600, alikataa kumsomesha pale Bunda. Ni Mkulia wa Tarime, mimi namsomesha. Nataka nikagombee mimi Tarime au Bunda?